Ni safari ya zaidi ya kilomita 500 kutokea ndani ya jiji la Dar es Salaam pale Mbezi Beach ziliko ofisi za ST Bongo. Tumefunga safari mpaka kufika ndani ya jiji la Dodoma. Ni safari ya masaa 10 kwa mwendo wa gari, lakini ni safari ya masaa 3 ukitumia usafiri wa reli ya umeme kwa maana ya SGR. Tumefika ndani ya mkoa wa Dodoma ukiwa ni mkoa wa 12 kwa ukubwa kati ya mikoa yote iliyopo nchini Tanzania, na ni mkoa wenye ukubwa wa kilomita za mraba 1041 na zaidi, na ni mkoa wenye wakazi zaidi ya watu milioni 3. Mkoa wa Dodoma na ndo mkoa ambao umebeba mihimili yote mitatu kwa maana ya serikali, bunge na mahakama, vyote viko hapa. Na sisi tumefika mpaka katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Dodoma. Huyu si mwingine ni Bi Rosemary Senyamule, mama wa wanadodoma, mama wa Wagogo Mianyenyi. Tuko hapa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Kazi endelee, na wewe nikwambie kazi na utu. Tunasonga mbele. Tumefurahi sana kuweza kufika hapa. Ilikuwa ni kiu yetu kuweza kufika ndani ya jiji la Dodoma, makao makuu, ambako serikali iko hapa, bunge pia liko hapa, na vile vile muhimili wa mahakama nao pia huko hapa. Wewe kama mkuu wa mkoa ambaye mihimili yote hii iko chini ya mamlaka yako kimkoa, hiyo kwako ina uzito kiasi gani? Kwanza niseme furaha yangu ya kuwa mihimili kati ya hiyo mihimili mitatu, mihimili miwili nimeshuhudia ikihamia Dodoma. Kianza na serikali, tumeshuhudia Ikulu ya Dodoma Chamwino ikikamilika na kufanya makao ya rais sasa kamili kuwa Dodoma. Hilo jambo ni la faraja, lakini pia nimeshuhudia kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu muhimili wa mahakama ukiwa na makao makuu yake, na makao makuu yameanzia hapa Dodoma ambapo iko mahakama kuu, mahakama ya rufaa na mahakama nyingine. Kwa jambo hilo lina faraja kwa sasa hivi mihimili yote ambayo inahusika na maamuzi mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania iko Dodoma. Pia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuliona mwaka jana iliweza kufanyika uzinduzi wa safari za SGR, treni ile ya SGR, na wewe ukiwa mkuu wa mkoa. Kwanza kwa safari zile za SGR Dar es Salaam to Dodoma, kuna namna yoyote pametokea mabadiliko yoyote ndani ya mkoa wa Dodoma kwa maana ongezeko la watu ama kupata wageni wengi na shughuli zozote za kiuchumi? Kwanza imetupa fahari kubwa ile treni ya mwendo kasi au treni ya umeme. Imetupa fahari kubwa sana mkoa wa Dodoma kwa kati ya mikoa ya kwanza ambayo imeanza safari za treni ya mwendo kasi. Lakini treni ile sio tu kwa mkoa wa Dodoma, imeleta fahari kubwa kwa Tanzania kwa ujumla, kwa sababu tunajua si nchi nyingi hasa kwa nchi zetu za Afrika ambazo zina treni hiyo ya mwendo kasi. Sisi mkoa wa Dodoma tumefaidika kwa mambo mengi, tukianza na swala la biashara. Tangu treni hii imeanza kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watu Dodoma, kwa sababu sasa hivi imekamilika kwa kipande cha Dar es Salaam mpaka Dodoma. Watu ambao wamepakana na mikoa ya Dodoma wote wanatamani kupanda SGR. Kwa ongezeko la watu limetokea kwa sababu watu wanatoka Mwanza anakuja Dodoma, anaunganisha SGR. Anatoka Dar es Salaam anashuka na treni hapa SGR, anatafuta mabasi kwenda huko anakotoka. Kama ni Mwanza, kama ni Tabora, kama ni Manyara, kama ni Singida na mikoa mingine mingi. Kwa hiyo tunapata Kigoma, Iringa, na wengi ambao wamekuwa wakitamani kupanda treni. Wengine kama utalii, lakini wengine kupunguza urefu wa safari zao. Kwa hiyo jambo hili limetufaidisha Dodoma. Kwanza kiuchumi, unajua ongezeko la watu wote wanatembea na kitu mfukoni. Kwa hiyo wako wanaolala hapa ili aunganishe safari, wako wanaokula ili akingoja usafiri anaounganisha, wako ambao wanasema muda nasubiri kuunganisha safari, hebu nipite niangalie maduka ya Dodoma na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo imekuza sana uchumi wa mkoa wa Dodoma. Lakini tu kwa wale wananchi wanaoshuka lazima watasafiri kutoka pale kwenye stesheni kwenda maeneo mbalimbali ya kupata huduma. Bodaboda wamepata abiria wengi, bajaji, taksi na usafiri mwingine mbalimbali wamepata abiria wengi na kuifanya Dodoma kuwa sasa kitovu kikubwa cha usafirishaji. Haya ni mambo tumefaidika nayo kwa kiasi kikubwa sana kwa mkoa wetu wa Dodoma. Nimekumbuka kwa nyakati za nyuma Dodoma ilikuwa ikipata ugeni mkubwa tu, basi Dodoma yote
inakuwa haitoshi, kwa maana labda pakiwa na mikutano ile ya chama au shughuli yote zile sherehe za kiserikali, hoteli, lodge, guest house zote zinajaa. Sijajua kwa sasa hali iko vipi, na Dodoma tumeona sasa hivi imekuwa na shughuli nyingi sana ambazo zinakuwa zinaileta Tanzania. Hiyo ni historia ambayo itabaki kusimuliwa kama hadithi tamu tu, lakini sasa hivi hoteli zimejengwa nyingi Dodoma, na hoteli za ngazi zote zinapatikana Dodoma. Lakini pia siku hizi kuna mtindo wa kujenga nyumba zinaitwa apartments. Imekuwa ni mtindo maarufu sana kwa mkoa wa Dodoma, na watu wengi wanafikia hapo. Tunapata ugeni wa hadi watu 8,000 na kila mtu anapata kwa kulala. Kwa ile historia ya kukosa kulala Dodoma haipo tena. Tumeshuhudia michezo ikija kama marathon ambayo zimekusanya hadi watu 10,000, 12,000, na tujapata malalamiko ya mtu kukosa kwa kulala wala kukosa chakula. Tumeshuhudia mikutano mikubwa ikigongana hapa, huu na watu 2,000, 1,000, au 3,000, yote kila mtu akifurahia huduma za Dodoma. Kwa hiyo kwa kweli mabadiliko ya kuwa Dodoma ni makao makuu, lakini mabadiliko sasa ya miundombinu ambayo imewekwa Dodoma imeifanya Dodoma kuwa kimbilio na chaguo la watu wengi kupenda kufanya shughuli zao Dodoma, na kwa sababu huduma imewavutia wafanyabiashara kutamani kuleta huduma mbalimbali. Na wewe ni shahidi. Utakuta kuna jina fulani unaliona mkoa fulani la hoteli, sasa hivi na kuna eneo hapa Dodoma linajulikana, kwa sababu wafanyabiashara wa mikoa mingi ya Tanzania pamoja na huko walikokuwa, kila mtu anatamani kuwa na biashara Dodoma. Huko miaka 3 iliyopita tulikuwa tupokei watu, ukimwambia mtu njoo uwekeze kiwanda anakuambia Dodoma, lakini sasa hivi kila mtu anataka kuwekeza Dodoma. Lakini kinachoendelea kuleta ari hiyo ya kuwekeza, Dodoma ilikuwa katikati siku nyingi, katikati ya nchi ya Tanzania. Lakini sasa hivi hadithi ile inakuwa kama ni mpya sasa. Ndio watu wanajua faida ya eneo la kimkakati la Dodoma ilipokuwa inafikika na maeneo mengi ya nchi yetu ya Tanzania kwa urahisi kuliko mikoa mingine mingi. Lakini kilichofanya sasa mwamko uje sio tu kuwa hapo ilipo, lakini sasa hivi imeongezewa miundombinu ambayo inafanya Dodoma inafikika. Wewe umeongelea SGR ambayo tunaifahamu, lakini tunajua barabara za Dodoma sasa mikoa yote minne inayopakana nayo ina barabara nzuri za lami ambazo zinafikika bila shida, na tunaendelea kufuatilia mipango ya serikali ya kuendelea kufungua muunganiko wa Dodoma na Arusha, muunganiko wa Dodoma na Tanga, yote hizo zinaendelea. Lakini kikubwa pia kingine ni ujenzi wa uwanja wa ndege. Ujenzi wa uwanja wa ndege uliopo huko nyuma ulikuwa unafanya masaa 12. Kifika giza hamwezi kusafiri. Sasa hivi umeongezewa taa, uwanja ule unafanya kazi masaa 24. Imekuwa ni kivutio kwa watu wengi, kwa hata ukipata dharura wakati wote Dodoma, wala ukapanda ndege, iwe ni usiku, iwe ni mchana. Lakini pia tunafahamu kuna uwanja mkubwa wa ndege ambao uko kwenye hatua za mwisho za ukamilishaji pale Msalato, ambao itakuwa ni airport kubwa, lakini sio pia ni airport ya kimataifa ambayo itaweza kufanya ndege mbalimbali kutoka Tanzania Dodoma kwenda moja kwa moja hadi nchi zao, na kutoka nchi nyingine kuja moja kwa moja Dodoma. Lakini tumeenda kuona kuwa muunganiko wa barabara hizi, Dodoma ina barabara ya mzunguko ambayo haiko katika mikoa mingi ya Tanzania. Lakini ni barabara ya mzunguko ambayo ni ndefu kilomita 112, ambayo pia haiko nchi nyingi kwenye urefu wa namna hiyo. Hii barabara inaifanya Dodoma sasa kuunganisha mikoa kwa urahisi, lakini mikoa ile inayounganika na Dodoma na kufanya Dodoma kama njia yao ya kupita wanapoenda kwenye mikoa yao, ile safari zitakuwa ni rahisi kwa sababu hawatalazimika kupita katikati ya jiji la Dodoma. Watapita huko na wataunganisha safari zao kwa kupita kwenye barabara ya mzunguko ambayo imejengwa ya kisasa sana, na wataenda kwenye mikoa yao bila kuchelewa. Lakini tunafahamu pia Dodoma kunajengwa bandari ya nchi kavu. Sasa hivi treni yetu imekuwa ikisafirisha sana abiria, lakini dhamira kubwa kusafirisha mizigo ipo na imeanza. Mizigo inayosafiri sasa ni ile ambayo ina utaratibu maalum, lakini sasa wenzetu kupitia wenzetu wa uchukuzi na TRC wanaendelea kufanya juhudi sasa bandari ile iwe inafanya kazi masaa yote, bandari ya nchi kavu. Kwa hiyo hayo yote yanakuwa ni kivutio kikubwa sana kwa wafanyabiashara. Lakini tunafahamu kuwa utaratibu Dodoma ina maeneo ya viwanda. Sasa hivi pia watu wa viwanda wameanza kuja kwa wingi na kutaka kuwekeza, kwa sababu wameona hiyo dhamira pia kuwepo kwa SGR ambayo itakuwa inabeba mizigo, itafanya urahisi wa kusafirisha mizigo yao kutoka Dodoma kwenda mahali pengine, na pia zile rasilimali au raw material kutoka mikoa mingine na maeneo mengine kuja Dodoma. Kwa hiyo Dodoma yako mengi ambayo yanavutia
watu kuona Dodoma ni makao makuu. Na mimi nichukue nafasi hii kwa kweli kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huko nyuma watu walikuwa wanasema tufanye nini Dodoma iendelee. Kumbe uchawi wake ulikuwa ni kuleta tu miundombinu ambayo itavutia kila mtu kuja Dodoma. Mimi naamini hata wewe sijui kama umeshawahi kuchukua habari za Dodoma namna hii, lakini sasa hivi umevutiwa kuona yako mambo yanaweza kuvutia sio tu wa Tanzania, hata sehemu nyingine duniani, tukielezea juu ya mkoa wa Dodoma. Tumesema hayo, lakini tunafahamu mji wa serikali Tumba ambao pia ni wa kipekee. Nchi nyingi hazina miji ya namna hiyo, ambayo wewe tukikuchukua tukikuweka pale alafu umefumba macho tukakuuliza uko wapi, unaenda usitaje kama uko Dodoma, lakini pale ni Dodoma. Majengo ya kisasa ambayo yanaipa heshima sana nchi yetu kama makao makuu. Lakini tumeona maeneo yanaitwa NCC, maeneo yanaitwa Medeli ambako taasisi za serikali zimejengwa pale na kufanya wananchi kuweza kupata huduma, maeneo salama mazuri yenye hadhi yao. Yote hayo yamefanywa na Mheshimiwa Rais na serikali ili kuipa heshima nchi yetu, kwa sababu watu kutoka nje ya nchi kusema wanakuja Tanzania kuona viongozi au kuona serikali, kwa kweli wanakuja Dodoma. Na kutoka hapa akienda kwenye nchi yake atapata Dodoma, atasema hii ndio Tanzania. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru uwepo wa majengo haya mazuri, na sisi kama serikali ya mkoa tunaungana na serikali ya makao makuu au viongozi wetu, Mheshimiwa Rais na wengine, kuhakikisha huduma zinazozitoa zinaendana na ubora wa miundombinu ambayo ipo Dodoma. Mtazamaji wa ST Bongo, hii ni Tepantu kutokea Dodoma. Tuzana kati ya Dodoma hapa, tunazungumza na Chief Leader, mkuu wa mkoa Bi Rosemary Senyamule, ambaye anatuambia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa, ukizunguka katika barabara za ndani ya mkoa hapa Dodoma, kuna namna kumekuwa kukiibuka foleni. Sijajua upi mpango wa serikali katika kufanya utanuzi wa hizi barabara ili kuweza kupunguza ule msongamano wa magari ambao upo. Yako mambo mengi, na kama tunavyofahamu Dodoma ni mkoa pekee kwa nchi yetu ambayo umepangwa kuliko mikoa mingi, na kulikuwa na taasisi hapa ilikuwa inaitwa CDA, ilikuwa maalum kwa ajili ya kupanga uendelezaji wa makao makuu. Kwa Dodoma imeshapangwa. Kitu ambacho kinaendelea kufanyika ni kutekeleza ule mpango ambao ulishaangalia kuwa kama makao makuu itakuwa ni Dodoma, maana yake itakiwa barabara nyingi za kutosha, itakuwaje. Kwa hapa ninaposema tumezungumzia maendeleo ya barabara mzunguko wa nje, lakini hapa ninapokuambia mwaka huu utaanza pia ujenzi wa barabara ya mzunguko wa ndani ambao utakuwa na kilomita 15, ambao pia utapunguza mzunguko ndani ya jiji la Dodoma. Lakini kikubwa zaidi kitakachopunguza mzunguko au msongamano au foleni ni mambo mawili. Moja ni ile barabara mzunguko wa nje, yale maroli hivi karibuni ambako wataruhusiwa kuanza kupita kwenye mzunguko wa nje. Maana yake maroli yote unayoona yanakatiza kutoka pale eneo la Bunge yanaenda by road na kwingine, hayatapita hapo tena. Itapunguza sana msongamano kwa sababu maroli makubwa yanayoenda mikoa mingine hayatapita Dodoma. Lakini kikubwa zaidi ni upanuzi wa barabara ambao pia utaanza mwaka huu, uko katika utekelezaji wa mipango wa miaka hii mitano iliyoko sasa. Kutakuwa na upanuzi wa barabara zote 4 zinazotoka nje ya mkoa wa Dodoma. Mwaka huu utaanza ujenzi wa barabara kutoka hapa kwenda Mtumba, takriban kilomita 50, ambao utafanya mji wa Dodoma pia na barabara hii ambayo imeanza kuwa na msongamano itapungua sana. Barabara hiyo itajengwa kwa maeneo ya barabara 6. Kwa 3 zitakuwa zinaenda, 3 zinarudi. Hiyo itapunguza msongamano. Airport ya Msalato njia ile itajengwa kilomita 10 kwa kuanzia, lakini mpango wake wa miaka mitano ni kilomita 50 pia. Njia 2 kwenda, njia 2 kurudi ni njia 4. Lakini pia upande wa barabara Iringa vile vile tutaanza ujenzi wa kwenda barabara 4 kutanguliwa 2 kwenda 2 kurudi. Yote hayo ni mpango ya kukabiliana na ongezeko sasa la watu, ongezeko la magari katika jiji la Dodoma. Lakini Dodoma tuna vipaumbele vya kiuchumi. Naposema makao makuu unaweza kufikiri ni mji wa kukaa watumishi peke yao kwa sababu kuna ofisi za serikali tu. Lakini watumishi peke yao hawawezi kukaa bila shughuli za kiuchumi. Lazima Dodoma pia iwe na uchumi, aidha kwa ajili ya mtu mmoja mmoja, lakini kuchangia mfuko wa serikali katika mapato yake. Kwa hiyo kama mkoa tunao vipaumbele vitano vya kuhakikisha uchumi wa mkoa wa Dodoma unakuwa. Kipaumbele cha kwanza ni kilimo, sababu 72% ya wananchi wa Dodoma wanategemea kilimo,
Na hapa pia tuseme kuwa kupitia serikali ambako hata pia serikali yetu na Mheshimiwa Rais ameona kuwa kwa ujumla nchi nzima watu wanaotegemea kilimo ni wengi. Kwa mkoa wa Dodoma tumepata fursa kubwa ya ujenzi wa mabwawa ambayo yatafanya ile hadithi ya Dodoma ni kame, Dodoma sijui ni jangwa na nini, hiyo itabaki kwa historia tu, kwa sababu uchimbaji wa visima unafanya maji yaliyoko chini yaweze kuja juu na kutumika. Lakini pia kuna ujenzi wa mabwawa makubwa ambao unaendelea na mengine yako kwenye hatua za mwisho kabisa, ambao itafanya ekari hapa Dodoma zaidi ya 50,000 kuweza kuwa na uhakika wa maji ya kumwagilia. Yote hayo yatafanya Dodoma tulime zaidi ya mara moja kwa mwaka. Utalima, utavuna kwa mvua, utalima tena, utamwagilia alizeti, utalima, utamwagilia tena. Kwa hiyo kwenye kilimo tuna mikakati mingi ambayo nikitaka kuelezea labda nawe inahitaji nusu saa peke yake ili tuongelee sekta ya kilimo na vipaumbele gani vya mazao na nini. Na sisi tumekuja na zao moja maarufu sana. Unajua sisi tunajipambanua kwa zabibu. Sema zabibu watu wanaisema Dodoma. Sasa hivi tumekuja na zao jingine la kusaidiana na zabibu, zao la tufaa au tunasema apple, ambalo kwa nchi yetu ya Tanzania maeneo mengi kwa hiyo tunaliingiza toka nje ya nchi, lakini limefanyia utafiti na kuona Dodoma ni zao ambalo linastawi na linakuwa. Sasa hivi tuko kwenye shime kwa kila nyumba angalau iende kuwa na miche miwili ya apple, alafu baada ya watu kuanza kuuza na kupokea hela, kila mtu ataongeza idadi ya miche anayoitaka. Tunataka tujipambanue kuwa kitaka apple pia kama ambavyo ni zabibu unaipata Dodoma. Tuna mazao kama alizeti ambayo ni mkakati wa serikali kupunguza kuagiza mafuta toka nje ya kupikia. Tuna mazao kama mtama ambayo yanastawi bila hata kumwagilia kwa mvua na ukame uliopo. Yote hao ni vipaumbele vya upande wa kilimo. Kipaumbele cha pili cha mkoa wa Dodoma ni utalii. Watu wengi ni kama vile hawajui Dodoma kama inaweza kuwa utalii, na bahati mbaya labda haikuwahi kuzungumzia utalii katika historia ya muda mrefu. Lakini Dodoma inavyo vivutio vingi sana vya utalii ambavyo sasa tumeshaviwekea mpango mkakati wa kuanza kuvitangaza na kufanya watu wakija Dodoma waone pia wanakuja kutalii. Sasa hivi watu wanakuja kutalii kwa kupanda SGR. Kwa watu wengi tu wanatoka Jumamosi, anakuja analala na kesho anaondoka anasema watoto wangu walikuwa wanalilia kuona SGR tumepanda. Huo ni utalii. Lakini tunao utalii wa utamaduni wa Wagogo ambao hupati kokote, na zile shingo nikikwambia uzungushe kama Wagogo wewe. Kwa hiyo nikivutio watu wanakuja kuangalia. Lakini tuna utalii wa Wasandawe hapa, utalii wa utamaduni na utamaduni mwingine wa aina nyingi. Dodoma hapa tuna utalii wa zabibu ambao tumesema ipatikani kokote kwa Afrika Mashariki zaidi ya Tanzania na kati haipatikani kokote. Kwa hiyo tunaona ni fursa nzuri ambayo watu wengi hawajui hata mti wa zabibu ukoje, inachumwaje, na hawajui hata zile zabibu za mezani wakiziona kama zinatoka Dodoma, lakini hawajui wanapenda wine, hawajui wine inatengenezwaje. Utalii ule ni utalii unaopendwa sana na watu wengi, na wamekuwa akija wanasema tunakuja kuonja wine. Kuna wine tasting wenzetu Wagogo wanasema. Ni utalii mzuri ambao watu wengi wanakuja kuangalia. Dodoma tuna utalii wa kihistoria. Tunafahamu kama Kongwa pale kuna sehemu ambayo baba wa taifa aliweka kambi kwa ajili ya nchi ambazo zilikuwa zinapigania uhuru, kama nchi 6 hivi ambazo wamekuwa akija pale kuangalia historia ya nchi yao. Kutoka pale viongozi wao walienda wakakomboa nchi zao. Hiyo historia ukielezewa, kila mtu ataelezewa historia ile anaweza kama mzalendo kwa nchi hii na kuona kumbe wenzetu walikuwa wanafanya wana uchungu kiasi gani kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi zao. Zile nchi zimekuwa zikija Dodoma kuja kuangalia hivi walipataje uhuru, walifanyaje, na ukienda pale kuna vivutio vingi sana vikielezea ujasiri wa watu wetu waliotangulia mwanzoni na vitu vya namna hiyo. Lakini kuna utalii pia wa michoro pale Kondoa panaitwa Koro, ambako hule pamewekwa kama hifadhi ya dunia pia kwa sasa hivi, ambao pia umekuwa ukivutia watu wengi wakienda pale kuangalia michoro ya aina mbalimbali ya kihistoria na watu wa kueleza. Lakini Dodoma pia na mbuga ya wanyama. Mbuga ya wanyama Swagaswaga, lakini kuna eneo la hifadhi Mkungunero ambalo ukiona wana wanyama kama walivyo maeneo mengine. Sasa maeneo haya hayakuwa maarufu sana kwa sababu mwanzo yalikuwa chini ya TAWA, na TAWA tunajua hawakuwa wanafanya utalii kwa historia, walikuwa wao ni kwa ajili ya hifadhi. Lakini sasa hivi maeneo yale pia yamekuwa ni maeneo ya utalii. Kwa hiyo ukitaka kuona tembo unawapata, chui unawapata, simba unawapata, swala, pundamilia.
na vitu vingine. Kwa Dodoma kuna utalii na sisi tumejipanga kweli kutangaza utalii, lakini kuna utalii ambao ni wa kisasa, utalii wa mikutano. Mikutano mingi inafanyika Dodoma. Huu ni utalii, na watu wakija kwenye mikutano hapa tunawaambia, wengine wanakuja kwenye mkutano wanasema sikia, mwisho tunaomba mkatuonyeshe mji wa serikali Mtumba. Utalii sio wakija, huo ni utalii ambao tunataka kuupa uzito wake maarufu, na ni utalii ambao sasa hivi duniani ni utalii kati ya utalii pendwa. Na sisi kama makao makuu tunajua kuna baadhi ya vitu vikikamilika kama airport na kumbi za kisasa, maeneo mengi duniani ukienda kwenye mikutano mikubwa ya kimataifa inafanyika makao makuu ya nchi zao. Lakini sasa Dodoma tunaelekea huko. Sasa tuko kwenye ukamilishaji wa baadhi ya hoteli za nyota 5 ili ziweze kukidhi, uwanja wa ndege ndio huo. Kwa hiyo huo ni utalii wa Dodoma. Lakini tunataka promote Dodoma kwa utalii wa michezo. Utalii wa michezo, tayari kuna uwanja wa golf ambao uko kwenye hatua mbalimbali za ujenzi pale jeshini, la wadau mbalimbali wanaendelea. Lakini kuna utalii, uwanja wa mpira, tumesikia serikali inatujengea uwanja wa kisasa wa kimataifa, na watu binafsi wameendelea kuweka viwanja ambavyo vinatumika kama mazoezi na mambo mengine mbalimbali. Huu ni utalii ambao pia tunaupromote. Lakini uwepo wa Dodoma katika eneo hili ni fursa kubwa sisi kuweza kuuza utalii wa nchi yetu. Toka hapa kwenda Ngorongoro kilomita chache, toka hapa kwenda Tarangire kilomita chache, toka hapa kwenda Ruaha National Park kilomita 100. Kwa sisi hatakuwa center tu za watu wanaamka hapa anaenda Tarangire anarudi Dodoma, anaenda huko Ruaha National Park anarudi Dodoma. Huo ni utalii ambao tunataka kufanya Dodoma kuwa kitovu cha utalii, na tutakupa kitabu uondoke nacho hapa ambacho kinaelezea utalii wa Dodoma. The Bantu.